Jambo na karibu Matukio Daima Habari. Miongoni mwa habari tulizonazo siku ya leo ni pamoja na mkuu wa mkoa wa Iringa apongeza uwekezaji hoteli ya Golden Grow. Mimi nimefurahi sana, serikali imefurahi sana na wananchi tumefurahi sana. Tupigie makofi mengi sana. Kwa uwekezaji huu wa hoteli uliofanya hapa, unatuhakikishia huduma bora kwa wananchi wetu. Kwa uwekezaji huu wa hoteli uliofanya hapa, umetengeneza ajira kwa wananchi wetu. Ndejembe awasha umeme Mwanubi kuchechemua uchumi Shinyanga. Tanzania umeme si anasa. Watanzania mnataka umeme kwa ajili ya shughuli za maendeleo. Mnataka umeme kwa ajili ya kuongeza thamani kwenye mazao ya kilimo. Katika michezo na burudani, Simba na Yanga tiketi kuuzwa kidigitali ambazo zitakuwa zinapatikana kwenye mfumo ambao unaingia kwenye www.tff-tickets.com. Huko ndiko ambako tiketi zinapatikana. Habari za wakati huu, mtazamaji wa Matukio Daima. Karibu katika Matukio Daima Habari tutakao kusomea siku ya leo. Mimi ni Beldina Majinge na mwenzangu mimi ni Emmanuel Manonga. Kwa pamoja tunasema karibu uwe nasi tangu mwanzo hadi mwisho wa taarifa yetu. Mkuu wa mkoa wa Iringa Heli James amepongeza uwekezaji wa Golden Grow hoteli iliyopo eneo la Kiodombi, kata ya Isakalilo, manispaa ya Iringa, akisema uwekezaji huo utasaidia kukuza sekta ya utalii na uchumi mkoani humo. Heli James amesema hayo wakati wa uzinduzi rasmi wa hoteli hiyo, akieleza kuwa uwepo wa huduma bora za malazi ni muhimu katika kuwafanya watalii na wageni wanaofika Iringa kubaki kwa muda mrefu badala ya kwenda mikoa ya jirani kutafuta huduma hizo. Uwekezaji unaofanywa na wananchi wenzetu, tuendelee kutumia huduma na bidhaa zinazozalishwa na wenzetu, lakini pia tuhakikishe tunatumia fursa zilizotuzunguka. Baada ya Northern Corridor, baada ya eneo la kaskazini kwenye utalii, eneo ambalo lina utalii wa pekee ndani ya nchi yetu ni kanda ya kusini tukiwepo Iringa. Kwa hiyo nawaomba tuchangamke, tutumie fursa hii vizuri. Na wageni wanakuja hapa. Kwa mfano Ernest, ili kutoe mashaka, hakuna siku hiyo hoteli itakosa wateja. Anajua Mheshimiwa DC hapa. Wiki iliyopita tulikuwa na mkutano mkuu wa TUICO Tanzania umefanyika hapa. Kabla ya hapo tulikuwa na UMISETA na UMITASHUMITA ilikuwa hapa. Kabla ya hapo tulikuwa na wiki ya maziwa kitaifa ilikuwa hapa. Kabla ya hapo tuna mikutano mikubwa ya kitaifa inayofanyika hapa. Na tunavuta hii mikutano jamani. Lengo la mkuu wenu wa mkoa kuleta hii mikutano hapa ili pawe na mzunguko wa kiuchumi. Mpate muokote. Sehemu yenye hela hakuna fitna. Ukiona sehemu ina maneno ujue mchele kidogo. Lakini sehemu ikiwa na mchele, watu wanapata viela vyao, wanakula vizuri, wanalala vizuri, wanamiliki mambo yao, amani inakuwepo, utulivu unakuwepo. Na sisi ndio watu tunajitahidi mikutano hii, tunamsumbua DC kila siku, kuna mkutano huu, na tunaikubali ile mikutano ifanyike Iringa kwa sababu ya aina ya mazingira yetu. Lakini pia lengo ni kuhakikisha uchumi wa wananchi wetu unaendelea kuchangamka. Kwa hiyo niwaombe wananchi walioko ndani ya mkoa wa Iringa na walioko nje ya Iringa, mtakapofika mkoani Iringa msiwazi. Golden Grow ni sehemu nzuri, salama, ya uhakika ambao mtu akifika atapata huduma zote za msingi ambazo anastahili kuzipata akiwa hapa. Lakini pia hapa tunaye kamanda RPC. Uwekezaji huu unahitaji sana usalama wa kutosha. Kwa hiyo tujitahidi wakati wote kuwapa ushirikiano wa kutosha. Na wewe bwana Ernest hapa, usichukue tu watu ukaovisha masare tu kusema walinzi. Tafuta walinzi perfect. Weka walinzi wa uhakika. Mtu ambaye akisahau simu yake wakati anakunywa chai anaipata. Tunaomba gani? Mtu akija na gari yake nzuri hapa akipaki pale atusikii kwamba imekatwa nini? Saimira. Tunataka usalama kwenye eneo hili. Ninawaomba wana Iringa tuendelee kuwaunga mkono wana Iringa wenzetu ambao wameamua kuwekeza katika shughuli mbalimbali, katika huduma mbalimbali. Na tujivunie, na tunapopata nafasi ya kuwasemea kwa watu wengine, tusiogope kusema kwamba ukitaka mishikaki mizuri kwa fulani, ukitaka vyumba vizuri kwa fulani, ukitaka magari ya safari za mbali muone fulani, ukitaka viwanja muone fulani. Tusiogope kutangaziana fursa. Akipata mmoja katika sisi, tumepata sote. Kwa sababu huyu anayekuja kwa ajili ya kiwanja hapa atalala kwenye hoteli ya fulani, atapanda gari ya mtu mwingine, ataweka mafuta ya mtu mwingine, mtajikuta mko watu 10 mmefaidika kwa mtu mmoja ambaye ameletwa na mwenzetu mmoja. Kwa hiyo ni waombe wana Iringa tuchangamke, wakati ni sasa. Mungu wa... Akizungumza mkurugenzi wa Golden Grow Hotel Ernest Mtavilalo amemshukuru mkuu wa mkoa kwa kukubali kuwa mgeni rasmi na kuzindua hoteli hiyo. Kwa kusimama na mimi katika safari hii haikuwa rahisi, lakini upendo, ushauri, uvumilivu na msaada wenu umekuwa sehemu kubwa ya kufanikisha ndoto hii. Pia niwashukuru mafundi, mainjinia
na maandalizi ya Golden Glow ni kila mmoja wenu na ameacha alama yake katika kazi hii. Na leo tunapoitizama Golden Glow kwangu sio jengo tu, ni ndoto iliyogeuka kuwa uhalisia, na ni ahadi yetu ya kutoa ajira na kuchangia maendeleo ya jamii yetu hapa Iringa na kwa wageni wote. Asante sana kwa kuitikia mwaliko wetu kusherehekea nasi siku hii iwe ya kipekee. Mwisho kabisa, sina maneno mengi zaidi ya kusema asante sana na Mungu awabariki. Naam, asante sana kwa taarifa hiyo. Na tukiendelea kusalia mkoani hapo, mtu mmoja aliyefahamika kwa jina la Nestori Sila ameuawa kwa kuchomwa na kisu na kaka yake aitwaye Richard Sila wakati wakigombea eneo la shamba. Tukio hilo limetokea jana majira ya jioni katika mtaa wa Dungandembwe, kijiji cha Kigonzile, manispaa ya Iringa. Akizungumza na wananchi wa mtaa huo, mkuu wa upelelezi wilaya ya Iringa Simon Kitana aliwataka wananchi kutoa taarifa za mauaji kwa siri ili kuwakamata watuhumiwa wa matukio hayo na kuwapeleka katika vyombo vya sheria ili kuchukuliwa hatua zaidi. Poleni na hili jambo ambalo limetokea. Kwa hakika sio jambo jema, au sio? Ni jambo baya na wala hatukulitarajia litokee. Na kwanza tunawashukuru sana kwa ushirikiano ambao waga mnautoa. Mimi naitwa ASP Simon Kitana, ndio mkuu wa upelelezi wa wilaya ya Iringa. Basi baada ya kupata taarifa hizi nikasema nije kuungana nanyi ili tuone nini ambacho kimetokea. Kama nilivyosema toka hapo mwanzo, kwanza tunawashukuru sana. Tunashirikiana vizuri na jeshi la polisi katika matukio mbalimbali. Sio hili tu, lakini matukio mengi tunashirikiana vizuri, mnaendelea kufichua wahalifu na tunataka eneo letu liwe na usalama, au sio jamani? Kwa hiyo tunawapongeza kwa hilo, lakini basi tunapenda muendelee kutupa ushirikiano, na kwa sababu tunataka eneo letu liendelee kuwa salama, basi taarifa zenu zote ambazo zitahusu wahalifu msisite kuzitoa. Msitoe hizo taarifa, mjue zitakuwa kwenye mikono salama. Sawa jamani? Zitakuwa kwenye mikono salama. Taarifa yako ya siri tutaitunza kadiri inavyowezekana. Ukileta taarifa yako ya siri ni siri kweli, wala usije ukafikiria kwamba ukishirikiana na jeshi la polisi kutoa taarifa ya siri kuhusu wahalifu na uhalifu tutazitoa nje. Hapana. Kwa hiyo taarifa hizo tutazipokea muda wote. Si mna afisa kata wetu kwa polisi, mnashirikiana naye vizuri. Kuna viongozi wetu, afisa mtendaji, mwenyekiti, mtendaji wa kata, wa kijiji na wa mtaa, tunashirikiana vizuri. Basi taarifa hizo muda wowote ule pelekeni huko, au kuna simu mbalimbali za viongozi wa jeshi la polisi katika mkoa huu, hata kitaifa, unaweza kuleta taarifa hizo za siri. Sawa jamani? Tumefanikiwa kumkamata mtuhumiwa ambaye amehusika na tukio hili. Sasa nchi hii ina taratibu zake na ina sheria zake. Mtuhumiwa huyu ambao tumempata, ambaye anahusishwa kufanya tukio hili la mauaji, tutampeleka kwenye vyombo vya sheria ili naye apate haki yake, au sio jamani? Kwa hiyo kwa sasa tutaondoka na mwili wa marehemu, tutakwenda nao hospitali kwa ajili ya kufanyia uchunguzi zaidi nini ambacho kimetokea. Kule hospitali kuna wataalamu ambao watatuambia sasa ni nini ambacho kimempata marehemu, hatimaye mauti ikamkuta. Saga ugovi ipo, waliasaga ugovi wakatulia, tena wameanza tena leo. Ni mara ngapi wamekuwa wakigombana? Hii ya mara 3. Anamwambia asichimbe hapo, mwenye akiondoka na chimba, akiondoka na chimba. Akiwa yupo achimbaki, akitoka na chimba. Ni wote wanaishi katika nyumba hii? Ye yuko huko kwa baba mkwe. Wana chumba chao. Kwa hivyo wote wawili wana chumba chao huko? Na huyo mdogo huyo wa mwisho. Huyo ni wa 4, wa 5 yupo.
Au wana chumba chao huko. Na sasa baada ya kutoka kule kilabuni na kuja hapa, kwamba ugomvi wao ulianzia kilabuni au ulikuja kuanzia hapa kwenye kuni? Wameanza hapa. Huyo alikuwa ananiambia kuni, akawa ameshafika kaka yake. Akasema sasa unamwambia atoe kuni kwa nini? Akasema au nimshike shemeji nimpige. Akasema wewe. Anipige mimi. Kaka akasema unampiga shemeji yako kakosa nini? Hizo kuni kaweka zikauke. Ndio maana kaweka hapa kwenye jua zikauke. Zikikauka mbona huwa tunapikia, nanyi wenyewe mnachukuaga hapo hata wapa mpikie. Akasema au nikushike mwenyewe. Kweli kamshika hivi t-shirt. Akasema nikuue. Sasa kusema kuua hivyo akamnyang'anya kisu. Yeye akushika kisu. Akamnyang'anya kisu kile. Akasema umeshazoea kuua wenzako. Ngoja na wewe tujaribu. Ndio hivyo. Alikuwa anamchoma na kisu kwa kumjaribu hapo. Huyu mdogo mtu alisema namuua kaka yake. Ambaye huyu mdogo mtu kwamba alikuwa na tukio hilo la mauaji kipindi cha nyuma. Ndiyo, alisema nikuue, akasema unaniua mimi. Ngoja nikujaribu mwenyewe kwanza. Tuendelee kutoa ushirikiano. Nadhani alionipa ushirikiano mimi ni mwepesi sana. Mimi nimepigiwa simu moja nikafika eneo la tukio. Yule askari na yeye nimshukuru. Tumefika hapa, tumeshirikiana, tumepeana ushauri kwa pamoja. Kwa hiyo la mwisho mimi niseme, kwa sababu mwenyekiti wetu pale anatoa maelekezo pale, kwa niaba ya serikali ya mtaa, msisite kutoa ushirikiano muda wowote, mtupigieni simu. Bahati nzuri viongozi wa mtaa tunaishi na nyinyi huku, iwe kwa kutufikia kwa mguu. Kwa mfano huku kwetu tuna changamoto ya network. Kwa hiyo ukiona kiongozi mkute balozi, mjumbe wa serikali ya mtaa, aidha ufike nyumbani au ufanya connection na mtu mwingine. Kwa hiyo hayo tunawaomba, tukifanya hivyo mtaa wetu utakuwa imara. Na asante sana kwa taarifa hiyo kutoka mkoani Iringa. Na waziri wa nishati Deogratus Ndejembi amewasha umeme katika kitongoji cha Mwanubi mkoani Shinyanga, akisisitiza kuwa umeme ni hitaji la msingi kwa Watanzania na kichocheo muhimu cha maendeleo ya kiuchumi na kijamii. Ndejembi amewahimiza wananchi ambao miundombinu ya umeme imefikia maeneo yao kuchangamkia fursa hiyo kwa kuunganishiwa huduma hiyo kwa gharama ya shilingi 27,000 na kuitumia katika shughuli za uzalishaji, biashara na kuongeza thamani ya mazao. Tupate taarifa zaidi. Leo hii kwa Watanzania umeme si anasa. Watanzania mnataka umeme kwa ajili ya shughuli za maendeleo. Mnataka umeme kwa ajili ya kuongeza thamani kwenye mazao ya kilimo. Mnataka umeme kwa ajili ya kuhakikisha vifaa kwenye zahanati zetu, vituo vyetu vya afya vinafanya kazi ili mpate huduma iliyo bora. Mnataka umeme ili watoto wetu waweze kusoma wakati wote. Umeme si anasa, ni hitaji la msingi la Mtanzania. Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, alituelekeza Wizara ya Nishati kuhakikisha ya kwamba vijiji vyote Tanzania bara vinawaka umeme. Na leo hii ninawaeleza kwamba katika vijiji 12,332 hivi vyote vinawaka umeme katika taifa letu. Lakini hakuishia hapo Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Baada ya vijiji vyote kuwaka umeme, alituelekeza Wizara ya Nishati kuhakikisha ya kwamba vitongoji vyote 64,400 na kitu tulivyo navyo katika taifa letu navyo vyote viweze kuwaka umeme. Na ni hivi majuzi tu alitoa fedha kwa ajili ya kuwasha umeme kwenye vitongoji 9,009 na kazi hiyo inaendelea. Na katika vitongoji vilivyobaki kama 13,000 hivi katika taifa letu, amekwisha toa maelekezo ya kwamba ifikapo mwaka 2030 vitongoji vyote viwe vimeshafikiwa na umeme. Inatupeleka kwenye viwanja vya michezo na burudani, ambapo shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF limetangaza mfumo rasmi wa ununuzi wa tiketi kwa ajili ya michezo ya ngao ya jamii utakaowakutanisha Simba na Yanga.
Mfumo huo unapatikana kwa kupitia tovuti ya www.tff#tickets.com na una taarifa muhimu kuhusu mchezo huo ikiwemo aina ya jukwaa, namba ya kiti na mashindano. Akizungumza na waandishi wa habari leo Agosti 10 mwaka 2026, afisa habari wa TFF Clifford Ndimbo amesema mfumo huo umeanza rasmi kufanya kazi leo. Lakini kuelekea kwenye ngao ya jamii ya 2026, leo hii tunatambulisha platform mpya, tunatambulisha mfumo mpya wa namna ya ununuzi wa tiketi. Kwa sasa tiketi zitakuwa zinapatikana kidigitali, kwa maana ya kwamba zitakuwa zinapatikana kwenye mfumo ambao unaingia kwenye www.tff-tickets.com. Huko ndiko ambako tiketi zinapatikana. Na namna yake ni kwamba ukishaingia kwenye mfumo wenyewe utakutana na shindano ambalo unahitaji kwa wakati huo kuweza kununua hiyo tiketi. Kwa sasa maana yake ni ngao ya jamii. Kwa hiyo unapoingia pale itakuletea aina ya majukwaa ambayo unataka kwenda. Hii hapa ni aina ya mfumo wenyewe kama ambavyo nimesema. Ukiingia unakutana na kitu kama hicho, na baada ya hapo utakwenda kwenye eneo ambalo linakuambia chagua sehemu ambayo unataka kwenda kukaa. Kwa maana ya kwamba ukiangalia hapa kuna Orbit ambayo ni shilingi 10,000 kama tulivyokuwa tumetangaza, lakini kuna Russia shilingi 20,000, kuna saa 10,000, VIP A 50,000 na Wing A 30,000. Zote unaziona ziko hapa. Ukishachagua eneo ambalo unataka kwenda kukaa, maana yake ni kwamba ukiklik eneo hilo itakupeleka hapa ambako unaingiza hicho kiasi ambacho unaona hapa tayari. Umenunua tiketi 2 kwa mfano, maana yake hapa inakuja hiyo 20,000. Wakikuwekea pamoja na kodi, maana yake vyote vinaonyesha hapa. Kwa hiyo baada ya kufuata hizo prosesi zote mpaka mwisho, tiketi za sasa hivi zitakuwa zina majina kwa maana ya jina lako kabisa. Kwa hiyo mpaka utakapokuwa umemaliza mwishoni kabisa kuna sehemu ya kuingiza jina lako. Lakini mfumo huu unaruhusu mtu mmoja kuweza kununua tiketi 4 tu kupitia namba yako ya simu ya mkononi, na unaweza kulipa kupitia mitandao yote. Unaweza kulipia hizo tiketi, na mwisho kabisa utaipata tiketi yako ambayo itakuja kuskaniwa wakati unaingia. Kwa sasa hivi hakutakuwa na mambo ya tiketi zile za kuprint. Manake ni kwamba unakuja na simu yako ukionyesha tiketi yako. Manake ni kwamba kuna eneo la kuscan ambalo katika kila geti kutakuwa na hizo skana ambazo zinatuwezesha sasa kuweza kuskani na wewe kuweza kuingia uwanjani kwa urahisi kabisa. Ni mfumo rahisi sana kuweza kuutumia, na ni mfumo ambao unakwenda kurahisisha eneo hilo la ukataji wa tiketi. Kwa maana ya sasa tunafanya tiketi kwa njia ya mtandao, tiketi kwa njia ya teknolojia ambayo itasaidia mashabiki pia katika masuala mengi hayo ya kuingia uwanjani. Kwa hiyo hapa tutaonyesha namna ambavyo huo, kama mnavyoona, ndio mfumo wenyewe. Ukiingia sasa unakutana na mashindano ambayo yamejipanga, na unaona pale kuna hiyo Tanzania Community Shield 2026, kwa maana ndio ngao ya jamii hiyo 2026. Ukishaingia hapo sasa, ukikliki hapo inakuletea hapo tarehe, na hapo chini kutakuwa kuna mechi. Tiketi zinaanza kuuzwa leo kuanzia saa 8 mchana. Kwa hiyo ikifika saa 8 mchana ukiingia hapo utakutana na mchezo husika, kwa maana Young Africans dhidi ya Simba Sports Club, na itaanza kukupeleka sasa kwenye hizo hatua zote kama ambavyo nimekuelewesha hapo. Tukiendelea na taarifa za kimichezo, kamanda wa polisi kanda maalum ya Dar es Salaam SACP Jumanne Muliro amesema jeshi la polisi Tanzania linatumia michezo kama sehemu ya mkakati wa kuzuia uhalifu na kuimarisha ushirikiano kati ya polisi na jamii. Muliro amesema hayo leo Agosti 10, 2026 wakati wa mashindano ya mpira wa miguu na netball yaliyofanyika katika Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, ambapo wachezaji wamefanyiwa mchujo kwa ajili ya kuunda timu itakayowakilisha kanda ya Mashariki katika mashindano ya kitaifa yatakayofanyika jijini Mbeya. Tupate taarifa zaidi. Kuzuia vitendo vya kihalifu kwenye jamii au kushughulika na wahalifu pamoja na sheria, lakini ni sayansi. Ni sayansi ambayo kimsingi wanafalsafa wengi ambao
wamesomea masuala ya kushughulika na wahalifu katika mienendo ya kisheria na jinsi ya kuzuia, wametengeneza mambo mengi ya jinsi ya kuzuia. Sasa kwa upande wa sisi Tanzania na hasa Jeshi la Polisi Tanzania, mkuu wa Jeshi la Polisi nchini Afande IGP Khamis Wambura ametupa zaidi ya miradi 22 ambayo tunapaswa kuitekeleza kama sehemu ya harakati au jitihada za kuzuia vitendo vya kihalifu. Miongoni mwa miradi hiyo ni pamoja na michezo, lakini iko miradi ya polisi jamii, miradi ya polisi kata, miradi ya makazi salama na miji salama, miradi ile ya utii wa sheria bila shuruti, miradi ya ulinzi jirani ya neighborhood watch. Kwa hiyo iko miradi kama 22 ambayo tukiitekeleza kwa sehemu kubwa tunaweza tukazuia vitendo vya kihalifu katika jamii yetu. Kwa hiyo tunachokifanya, hii michezo ipo, tuna mashindano ambayo kitaifa kwa upande wa Jeshi la Polisi, hasa kwenye kamisheni ya polisi jamii kitaifa yatafanyika pale jijini Mbeya. Kwa hiyo kila kanda inakuwa na timu kubwa bora inapeleka kule, alafu tunafanya mashindano. Sasa sisi kanda ya Mashariki tuna mkoa wa kipolisi wa Rufiji, tuna mkoa wa Pwani, mkoa wa kipolisi wa Kinondoni, mkoa wa kipolisi wa Ilala na mkoa wa polisi wa Temeke. Tunataka tuunde timu moja kubwa na kabambe, alafu tunaisukuma kule Mbeya kwenda kutuwakilisha, na tunaamini sana kwamba tutapata ushindi katika maeneo yale. Kwa hiyo hiyo miradi tunaitekeleza, malengo makubwa ni kuzuia vitendo vya kihalifu. Kwanza kwa kuratibu, kabla ya kuwaleta wachezaji hapa, tumeratibu kuangalia vitu gani muhimu ambavyo wanahitaji wachezaji. Tumeshirikiana na makamanda, maofisa na askari kuhakikisha kwamba wanakuwa katika mazingira bora, katika afya, first aid in case wakipata matatizo, lakini chakula, lakini mazoezi. Kama hivi tumeshirikiana na taasisi ya chuo kikuu, wametupa viwanja, na tutahakikisha kwamba tunafanya maandalizi mazuri ili tuweze kwenda kuchukua ushindi kule Mbeya. Kwa hatua za awali kulikuwa na mashindano kule wilayani. Timu zetu hizi zimeshindana na timu za uraiani, timu za wananchi. Tumefanya mashindano kule, lakini sisi tulikuwa na lengo la kupata timu ya polisi. Kwa hiyo tumeshirikiana kule kwenye level ya kata, wilaya. Sasa tumekuja kwa mikoa, tunachukua sasa askari ili waende kule wakapambane na wenzao. Lakini jiji la Mbeya nadhani watakuwa na fursa nzuri ya kuwaona polisi wakifanya michezo mbalimbali na kuona kwamba polisi ni mtu mwenye vipaji vingi lakini mwenye taaluma nyingi. Naam, asante sana kwa taarifa hiyo ya michezo ambayo inatufikisha mwisho wa taarifa yetu ya habari kwa siku ya leo. Lakini kabla hatujahitimisha, tusikilize tena muktasari wake. Jambo na karibu Matukio Daima habari. Miongoni mwa habari tulizonazo siku ya leo ni pamoja na mkuu wa mkoa wa Iringa apongeza uwekezaji wa hoteli ya Golden Grow. Mimi nimefurahi sana, serikali imefurahi sana na wananchi tumefurahi sana. Tupigie makofi mengi sana. Kwa uwekezaji huu wa hoteli uliofanya hapa, unatuhakikishia huduma bora kwa wananchi wetu. Kwa uwekezaji huu wa hoteli uliofanya hapa, umetengeneza ajira kwa wananchi wetu. Ndejembe awasha umeme Mwanubi kuchechemua uchumi Shinyanga. Tanzania umeme si anasa. Watanzania mnataka umeme kwa ajili ya shughuli za maendeleo. Mnataka umeme kwa ajili ya kuongeza thamani kwenye mazao ya kilimo. Katika michezo na burudani, Simba na Yanga tiketi kuuzwa kidigitali. Zitakuwa zinapatikana kwenye mfumo ambao unaingia kwenye www.tff-tickets.com. Huko ndiko ambako tiketi zinapatikana. Na mtazamaji, na huu ni mwisho wa taarifa yetu habari kwa siku ya leo. Tuendelee kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii kwa jina moja la Matukio Daima kwa ajili ya habari mbalimbali ambazo tutakuwa tukizipandisha. Kwa siku ya leo ulikuwa na mimi Emmanuel. Mimi ni Beldina Majinge. Uwe na usiku mwema. Karibu Iringa, karibu LM Lodge. Hapa ndipo penyewe. Vyumba vyetu ni kiwango cha gharama nafuu zaidi. LM Lodge hapa ni free wifi, kifungua kinywa zaidi ya nyumbani, maji ya moto wakati wote, parking ya uhakika na ulinzi kama jeshini.
LM Lodge tunapatikana Kichangani, Iringa mjini. Tupigie simu namba 0745820310 ama 0678886657. LM Lodge, hapa ni Comfort Zone. Kwa afya yako na ubora wa maisha yako, unahitaji maji yaliyo safi, salama na yenye ladha halisi ya asili. Karibu utambue ubora wa Sif Natural Mineral Water, maji ya madini asili yanayotoka kwenye vyanzo salama vya Mafinga, Tanzania, yakichujwa na kuandaliwa kwa viwango vya hali ya juu kabisa vya ubora. Furahia ubaridi wa maji safi kila unapohitaji. Sif Natural Mineral Water inapatikana katika ukubwa mbalimbali kwa matumizi rahisi na ya uhakika. Chagua maji unayoyaamini, chagua ubora unaostahili, chagua CF Natural Mineral Water. Kwa mawasiliano na kuweka oda, wasiliana nasi kupitia 0762123736 au 0769440834 au barua pepe cfcompany100@gmail.com. CF Natural Mineral Water, maji yenye madini asili kwa afya na uhai wa kila siku. Nikwambie kitu mtazamaji wa Matukio Daima. Clock Tower Kefu ni moja tu. Tofauti ya Clock Tower Kefu na sehemu nyingine ni moja. Kwanza, Clock Tower Kefu wahudumu wake ni wacheshi, lakini huduma zao ni bora kuliko, lakini kubwa zaidi kwamba vitu vyao vyote vinavyouzwa Clock Tower Kefu ni bei nafuu kuliko. Usiulize wapi kefu nzuri, uliza tu Clock Tower Cave. Clock Tower Cave tupo jirani na mnara wa saa katikati ya mji wa Iringa. Tupo wazi kuanzia Jumatatu hadi Jumapili. Tupigie simu namba 0677220022 au 0657366667. Clock Tower Cave Iringa, ladha inayounganisha wapenzi. Ndiyo, Clock Tower Cave, home of delicious meals.